Kwa majina naitwa Margaret Cyprian, ninafanya kazi katika shirika la Amani Girls kama mkuu wa idara ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali jumuishi ya mtoto. Katika idara ya malezi, makuzi na maendeleo jumuishi ya awali ya mtoto, tunafanya kazi kwa kutumia mfumo jumuishi wa malezi ambao una vipengele vikuu vitano. Ni malezi yenye mwitikio. Hapa tunaongelea zaidi kwa wazazi na walezi kuweza kutengeneza mahusiano mazuri kati yao na watoto wao kupitia ishara mbalimbali. Na katika kipengele cha malezi yenye mwitikio, tunahamasisha wazazi na walezi waanze kucheza na mtoto tangu mimba inapotungwa. Yaani mama anapopata ujauzito, basi ni kipindi chake yeye kama mama na wazazi kama baba na walezi wengine wanaomzunguka yule mama waweze kuongea na mtoto, kupapasa tumbo lake mama yule mjamzito, kuongea naye, kucheka na mtoto, kumsemea mambo ambayo yako vizuri, positive na mema. Yes, kwa hiyo ni kipindi muhimu sana cha kujenga bond ama uhusiano wa mama na mtoto na walezi wengine wanaomzunguka mtoto yule tangu akiwa tumboni. Kwa hiyo ina maana kubwa sana kwenye uhusiano, na uhusiano unaanza kutengenezwa hapo. Kwa uhusiano mzuri au mbaya kati ya mtoto na mzazi unaweza ukaanza kutengenezwa akiwa tumboni. Kwa hiyo ni vyema wazazi kuwekeza katika uhusiano mzuri kwa kuanza kuengage na mtoto tangu akiwa tumboni. Na kwa malezi haya tuna kituo cha malezi ambacho kiko Dodoma kinachotoa elimu ya malezi haya ili kuhakikisha wazazi wanakuwa na mahusiano mazuri, lakini watoto wanakuwa na maendeleo mazuri kimwili, kiakili, kihisia na kijamii. Hiyo inasaidia kujenga mahusiano mazuri kati ya mzazi na mtoto wake, lakini pia maendeleo ya mtoto kimwili, kiakili, kihisia na kijamii. Ina maana kama mzazi hachezi na mtoto wake, hacheki naye, hamuimbii nyimbo, haongei naye, hafanyi yale matendo changamshi kwa mtoto wake, maanake kuna athari kwamba yule mtoto atakuwa na upungufu wa maendeleo katika maeneo hayo. Kiakili, ina maana jinsi unavyoongea naye itamhitaji na mtoto na yeye aweze kurespondi ama kujibu. Utakavyoimba na yeye anahamasika kujaribu kuimba. Kwa hiyo vile vitendo ambavyo atafanya au atatakiwa arespondi vinaelekea kwenda vina stimulate au vinachechemua maendeleo yake, kwa mfano ya kiakili. Wewe unavyocheza naye labda unasema unajificha, unaficha uso, unafunua. Kwa hiyo ukificha ile uso na mikono, yule mtoto anawaza mama saizi ameficha uso. Kwa hiyo ukifunua akakuona anafurahi. Kwa hiyo yote hiyo ni maendeleo ya kiakili, lakini michezo mingine itampasa ajongee mwili kutoka hatua moja kwenda nyingine. Yote hayo pia ni maendeleo ya kimwili, lakini pia unavyokuwa karibu naye, unaimba, unacheka, mnatengeneza ile bond, anakuwa vizuri kihisia. Wazazi na walezi wengi wamekuwa wanauelewa finyu ama ambao haujitoshelezi kuhusiana na masuala yote ya malezi, makuzi katika hizo nyanja kuu tano, na tumeweza pia kufika, na kutokana na sehemu tulizozipitia unaona kabisa vitu vipo, lakini changamoto tu ni elimu ya jinsi ya kuvitumia. Kwa mfano kwenye lishe unavyoongelea chakula, makundi matano. Yaani ni vitu tu vidogodogo hivi vya kila siku, matunda ambayo tuko nayo, nafaka ambazo tuko nazo, mboga za majani, lakini tu jinsi ya kuvitumia vitoe virutubisho na vikafaa katika lishe ndio inakuwa ni changamoto. Na vitu vingine vingi, zahanati zipo, wanaume wapo ambao ni baba au baba wazazi na walezi, lakini hawafanyi hivyo kwa watoto kwa sababu tu labda hawajui faida zake kwenye ukuaji timilifu wa mtoto. Naitwa Janet Ringo, nafanya kazi na asasi ya Amani Girls chini ya idara ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali jumuishi ya mtoto. Msingi wa ukuaji wa binadamu unaanza tangu mtoto akiwa tumboni, na ndio pale ambapo
kila kitu cha mtoto kinajengwa, kuanzia afya, elimu, mahusiano ya kijamii yanatengenezwa wakati mtoto akiwa tumboni. Kwa hiyo baba akiwa anaongea na mtoto akiwa tumboni, inatengeneza uhusiano mzuri kati ya baba na mtoto. Hii inapelekea hata pale mtoto anapozaliwa anakuwa na uwezo wa kumtambua huyu ni nani. Mfano alikuwa anasikia sauti ya baba. Baadaye sasa wakati ameshazaliwa akisikia ile sauti anajua kwa hiyo kumbe yule niliyekuwa naongea naye ni baba huyu hapa. Kwa hiyo yule niliyekuwa naongea naye ni mama huyu hapa. Kwa hiyo inakuwa inatengeneza uhusiano mzuri kati ya baba na mtoto, au yule aliyekuwa anazungumza na mtoto akiwa tumboni. Na pia ni kipindi ambacho ubongo wa mtoto unatengenezeka. Kwa hiyo ndio pale ambapo inampelekea yeye kuanza kujifunza vitu mbalimbali. Na nyingine pia ni kutengeneza mahusiano mazuri kati ya baba, mama na mtoto. Kwa hiyo baba pale anapoongea na mtoto anakuwa ni kama anamsaidia mama kumfanya awe na hali nzuri kihisia. Kwa hiyo inajenga uhusiano wa kihisia kati ya baba, mama na mtoto. Kwa majina naitwa Selina Baragwia, ni mkuu wa kitengo cha habari na mawasiliano katika asasi ya kiraia inayoitwa Amani Girls. Amani Girls ni asasi isiyo ya kiserikali ambayo imejikita katika kuwafikia wasichana, hasa wasichana wa rika bale kuanzia miaka 9 mpaka 24. Na tumejikita katika program zetu 3 ambayo ni program ya elimu, afya na ulinzi na uhifadhi wa jamii. Tuko mikoa 14 Tanzania bara, lakini pia tuna ofisi Zanzibar ambapo tunatekeleza afua mbalimbali zinazoifikia jamii, lakini pia zinazofikia wasichana, ili basi wasichana wapate waweze kuenjoy hizi rights kama watoto wa kiume pia na vijana wa wanaume na wanawake.